ayuha almuslimun, katika matatizo na katika mambo mazito ambayo tunakabiliana nayo katika jamii yetu na katika mazingira ya wakati huu wa leo, ni tatizo la banati wa Kiislamu kuolewa pasina kuwa na wali. Tatizo hili limesambaa katika jamii kiasi kwamba takriban hivi sasa limeanza kuwa ni mtindo, na limefikia kwamba limekuwa ni kama jambo la mazoea na jambo la kawaida. Mara kwa mara unaweza kusikia au kushuhudia au yakawafika katika jamii au katika familia za Kiislamu wale waliofikwa na masanga kama haya au mambo kama haya mazito, kwamba binti wa Kiislamu ameamua na kuchukua hatua ya kujioza yeye mwenyewe. Wali baba yuko hapo, kama baba hayuko, yuko anayesimamia pahala pa baba, pengine amefariki, kuna babu, pengine babu hayuko, kuna ammi, kama inavyojulikana katika fiqh ya Kiislamu katika maratib alwilaya. Lakini leo unapoangalia namna mazingira yanavyokwenda na namna mambo yalivyo katika jamii yetu na namna hali zilivyobadilika, unakuta kwamba banati wa Kiislamu wamelifanya jambo hili kama kuwa ni jambo la kawaida. Wanaamua au anaamua binti wa Kiislamu kuolewa na yule anayemtaka kumooa, wakati baba kama wali yuko hai, ana amri juu ya binti kisheria. Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ndio waliompa baba yule wilaya na amri kumsimamia yule binti. Kisha wanafanya wale mabanati wa Kiislamu wanaofanya mambo haya, wanaamua kuyafanya yale wanaotaka kuyafanya. Wakati mwingine hufikia mpaka binti akawa mjamzito, akabebeshwa mimba na kufanya mambo haya au mambo yale, bali kuna wengine hata kuolewa pia hawaolewi, ingawa kuolewa kwenyewe hukumu yake ni nikah ambayo ni batil kwa mujibu wa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Dalili hadithi ya mu'minin Aisha radhiyallahu anha, anasema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ayyuma imra'atin nakahat wa fi riwayatin nukihat bighairi idhni waliha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil. Rawahu Tirmidhi wa Abu Daud ibn Majah wa ghayruhum bi isnadin sahih. Mwanamke yoyote wa Kiislamu nukihat au nakahat, ameozwa au amejioza yeye mwenyewe, bighairi idhni waliha, pasina idhni ya wali wake. Baba, idhni ya wali wake, ikiwa baba hayuko, kuna anayemshikilia pahala pa baba, basi hukumu ya nikaha hiyo inatolewa na mtume sallallahu alayhi wasallama kwa kusema kwa mkato moja kwa moja kwamba nikaha hiyo ni batil. Na wale wanaofahamu fiqh ya Kiislamu wanaelewa tofauti iliyoko baina ya batil na nikah ambayo ni fasid. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam hakutumia tamko la fanikahuha fasid, nikah yake ni fasid, ametumia tamko la batil. Maana ya kwamba ni batil ni kuwa nikah yenyewe haijasimama min awali, kaannahu ma'uqid, kama ambaye hiyo nikah haikufanyika. Sasa ikiwa nikah haikufanyika, kumepita kitu gani? Jawabu sote kama tunavyoifahamu, kumepita uzinifu.
haya ndio mambo katika matatizo ambayo yanakumbwa leo na jamii ya Kiislamu. Mara kwa mara tunasikia katika familia, bibi amebeba mtoto, binti wa Kiislamu mdogo amebebeshwa mtoto wa haram, au unasikia babake bila ya ridha ya baba, au bila ya wakati mwingine hata baba kuwa na habari kwamba kuna binti ameolewa, pengine kumepita talaka baina ya baba na mamake binti, yani mkewe kamwacha. Sasa yule mama ndiye katawala kila kitu, kwa kuwa anaona kwamba yeye ndiye msimamizi, hakuna haja ya baba. Wanafanya mambo haya kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Lakini tufahamu ya kwamba mambo haya ingawa yanachukuliwa kwa usahali, na kama nilivyowaambieni yameenea kiasi kwamba yanaonekana kama ambaye ni mtindo, imekuwa ni jambo la kawaida. Binti wa Kiislamu kama inavyoeleweka leo, yeye ndiye anayemleta mume nyumbani. Akishamleta mume nyumbani sio kama vile zamani ati binti wa Kiislamu akae nyumbani na adabu yake na heshima yake na haya yake amsubiri mume anayekuja kumposa. Hivi leo binti ndiye anayekuja na mume nyumbani, baba au mama, huyo ndiye mume atakayekuja kunioa. Sasa baba lao ataleta pingamizi, baba akiwa na maoni mengine juu ya yule mume kwa mujibu wa sheria. Hapa kunapita mambo mengi ambayo yanahitaji ufafanuzi na yanahitaji aina fulani ya tafsiri. Baba pengine kwa maoni yake, yeye ndiye wali, yeye ndiye amepewa amri, ana haki na ana majukumu ya kumtizama yule mume aliyeletwa nyumbani. Je, huyu mume anatekeleza yale ambayo yanafaa kutekelezwa kisheria? Anazo zile sifa ambazo zinatakiwa kisheria awe nazo? Baba anakagua, na ndio maana akawa yeye ni wali, kwa sababu ni mkaguzi. Binti wa Kiislamu au mwanamke au mamake binti hawana uwezo wa kukagua mume, hawana uwezo huo, wala hawana mamlaka hayo na madaraka hayo. Madaraka amepewa mwanamume, kapewa wilaya na amri ili aweze kumkagua yule mtoto wa kiume. Anaswali wapi? Anafanya ibada wapi? Amesimama na dini yake? Ana akhlaqi? Ana tabia? Haya wanawake hawawezi kuyajua. Binti leo anakuja nasimama, anamtetea kijana wa kiume, anasema ana dini, ana tabia nzuri. Amejuaje ili hali hajaishi naye? Kwa hivyo kunapita hapa mambo mazito ambayo kama nilivyowaelezea kabla kidogo, inapelekea katika kuletwa watoto wasiokuwa wa halali katika jamii, inapelekea katika kuchanganyika nasaba, inapelekea katika kuenea uchafu na mambo ya munkarat katika jamii. Na wengi katika Waislamu pengine jambo hili ima wanaogopa kulizungumza au wanaona kwamba ni jambo ambalo limekuwa kama la kawaida, kama wanavyofanya wasiokuwa Waislamu.